Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ukiweza kujua kile ambacho kinachoendelea kwa sasa mara baada ya taarifa kuweza kutangazwa kuhusiana na msemaji wa klabu ya soka ya Young Africans. Hapa wanazungumzia si mwingine bali ni Ali Kamwe kuweza kufungiwa takriban miaka miwili kutoweza kujihusisha na mpira wa nyumbani hapa Tanzania. Kile kilichoweza kutokea, kila mmoja amekuwa akiweza kuzungumzia la kwake mara baada ya Ali Kamwe kuweza kutangazwa kwa taarifa hiyo. Sasa nimekusogezea kile ambacho Ali Kamwe ameweza kukizungumza mara baada ya mchezo huo kuweza ama ile jambo kuweza kutokea, kwa kile ambacho amekiweka wazi mwenyewe na kuzungumzia mustakabali wa kesi yake yeye ambayo inamkabili ndani ya kikosi cha Young Africans. Msikia Ali Kamwe. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako bila kupepesa macho huku na kule kwenye kuzitafuta hizo taarifa. Karibu tuweze kuzungumza hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Bana, kuelekea dabi ya Kariakoo, yakiwa imebakia masaa kadhaa, mambo yamekuwa ni mengi kweli kweli kuhusiana na kile ambacho kinachotajwa kuhusiana na Ali Shaban Kamwe, afisa habari wa klabu ya soka ya Young Africans, huku taarifa ambazo zikiendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba Ali Shaban Kamwe kwa miaka miwili hatakuwa msemaji wa kikosi cha Young Africans, kwani ameweza kufungiwa kujihusisha na soka kwa kipindi hicho cha miaka miwili kutokana na kauli yake ambayo aliweza kuitoa hivi karibuni kuhusiana yale yanayoendelea kati ya Simba Sport Club na waamuzi, huku akiweza kupeleka lawama kwa bodi ya waamuzi kwamba pengine anaona kama kuna upendeleo kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kwani kila matukio ambayo yanatokea yenye utata basi yanaihusisha klabu ya Simba, akisema ya kwamba pengine wanatengenezewa mazingira ya kuweza kuwanufaisha klabu ya Simba. Hapo ndipo walipoweza kumtia hatiani na kuweza kudaiwa ya kwamba taarifa ambazo zinazokuja ni kwamba anafungiwa miaka miwili. Sasa bila kuweza kupata walaka wowote kutoka TFF wala Young Africans kupokea barua hiyo, taarifa zikawa zimezagaa kwenye mitandao ya kijamii, kila mmoja akiweza kuzungumza la kwake, ambapo Ali Kamwe leo hii ameonekana akiwa katika sehemu ya waandishi wa habari akiwa katika press ya TFF kuelekea hapa nazungumzia mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara dhidi ya mtani wake ambaye ni Simba Sport Club, ambapo Ali Kamwe ameonekana akiendelea kupiga kazi zake kama ilivyo kawaida, na kila mmoja akijiuliza kunani, vipi Ali Kamwe amesamehewa? Vipi Ali Kamwe alifungiwa kweli? Mbona yupo katika press na tumepewa taarifa ya kwamba amefungiwa? Sasa Ali Kamwe yeye mwenyewe amekuja hadharani na kuweza kuweka wazi kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya hizo shutuma ambazo zinazomkabili na pamoja na maamuzi hayo ambayo yameweza kuchukuliwa, ambayo yanaelezwa kwamba atakuwa amefungiwa miaka miwili kujihusisha na kikosi cha hapa nazungumzia si wengine bali ni wananchi Young Africans. Sasa taarifa ambayo mimi nakusogezea hapa kutoka kwa Ali Kamwe mara baada ya kuweza kutolewa kwa hiyo hukumu. Ali Kamwe kwanza binafsi kabisa kupitia waandishi wa habari alipokuwa akizungumza, amekana kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii, huku yeye akisema ya kwamba amesikia kama ambavyo wengine wanaona kwamba taarifa yeye amefungiwa kwenye mitandao ya kijamii akiona zikizagaa
zikimhusisha yeye kufungiwa hiyo miaka miwili kwenye kufanya kazi kama msemaji wa kikosi cha Young Africans. Lakini mpaka sasa ambapo tunaingia mitamboni, hakuna waraka wowote ama barua yoyote ambayo ameipokea yeye Ally Kamwe. Ngoja ninukuu ambacho alichokisema. Anasema ya kwamba taarifa ya Ally Kamwe kufungiwa miaka miwili sio taarifa rasmi, ni tetesi ambazo zimeenea kwenye mitandao ya kijamii. Anasema mimi binafsi sijapokea nakala yoyote ya hukumu. Klabu yangu ya Yanga, hata wanasheria ambao waliniwakilisha pia hawajapokea nakala ya hukumu kutoka katika hapa nazungumzia hiyo kamati ya maadili juu ya kumfungia kwake kile kinachotajwa kwamba ni utovu masuala mazima ya maadili. Kwa hiyo anaendelea na kazi zake kama ilivyo kawaida, ambapo mashabiki wengi ni kama wamefurahishwa kuweza kuona Ally Kamwe akiendelea kupiga kazi zake, huku mpaka sasa TFF bado haijatoa taarifa yoyote kwa kile ambacho kilichoweza kutangazwa, kwani aliyetoa taarifa hizi ni moja kati ya waandishi wa habari ambao wanafanya kazi na wanafahamika kwamba alikuwa na sababu zipi za kuweza kuzungumza kwamba kamati imeweza kutoa hukumu ya kuwafungia Ally Kamwe kwa miaka miwili pamoja na watu wengine ambao walikuwa na makosa kama hayo. Lakini mpaka sasa TFF hajaja na taarifa kamili, wala Young Africans haijatoa taarifa yoyote. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona ni lipi litatokea, kwani dabi na yenyewe iko mbeleni hapo. Kila mmoja atakwenda kushuhudia namna ambavyo kile kitakachoweza kutokea. Lakini kuelekea katika dabi ya Kariakoo, kuna taarifa nyingine ambayo kwa mashabiki wa Young Africans pengine inaweza ikawa ni taarifa isiyo njema kabisa na yenye maumivu ya moyo kwa wanayanga kwa kile ambacho kinachoendelea, ambapo kocha wa Young Africans kocha Hamdi ni kama vile amewakata maini mashabiki wa Young Africans kwa yale matarajio yao ambao walikuwa wakiweza kutarajia kwamba pengine wanaweza kwenda kufanya jambo kubwa zaidi, ambapo kwa mujibu wa kocha Hamdi anasema ya kwamba katika mchezo wa dabi ya Kariakoo atakosa huduma ya Stefano Aziz Ki, ambapo katika mchezo uliopita aliweza kufunga chuma 2 dhidi ya Pamba, watu wakamuona mzima kabisa, lakini alipofika Dar es Salaam ikadaiwa ya kwamba amepata maumivu ya nyonga. Lakini katika mitandao ya kijamii inaonyesha kwamba yuko fit akiendelea kula bata na ambaye kwa sasa ni mke wake, nazungumzia Hamisa Mobeto. Watu wanajiuliza maswali, ameumia wakati gani? Ambapo taarifa inasema kwamba kocha Hamdi anasema kuna hatihati ya kutokumtumia Stefano Aziz Ki katika dabi kutokana kuwa na maumivu ya nyonga. Ukweli ni kwamba Yanga bila Aziz Ki tayari wameshapunguza asilimia ya ushindi dhidi ya Simba. Bahati mbaya sana ambapo kuelekea dabi hiyo ndio inazuka mambo kama haya, huku sasa nafasi akipewa Clatous Chama Mwamba wa Lusaka. Je, ataweza kuwaadhibu waajiri wake wa zamani, na pengine ndio mchezo huu atakaopewa full time, kwa sababu nafasi ambayo alikuwa anacheza Stefano Aziz Ki anapewa yeye kama Clatous Chama kufanya kile ambacho pengine kuweza kuwafurahisha wanayanga. Tusubiri kuweza kusikia yapi ambayo yatakayoendelea. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.